Imetimia saa 10 kamili jioni. Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Winifrida Ngasa. Kwanza muhtasari wake. Serikali mkoani Tabora imesema teknolojia imeleta mageuzi na kupokea vibali vingi vya kazi. Wafanyabiashara katika halmashauri ya Kaliua mkoani Tabora wamesema wameimarika kwa shughuli za biashara kufuatia ongezeko kubwa la watu waliojitokeza kushiriki maadhimisho ya Mei Mosi yaliyofanyika kimkoa wilayani humo. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudani Kusini kutoka 17,000 hadi 12,000 kwa lengo la kuzuia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Habari kamili. Serikali mkoani Tabora imesema teknolojia imeleta mageuzi na kupokea vibali vingi vya kazi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Fortina Mbawala. Akizungumza kwenye makala maalum iliyorushwa na kituo hiki, afisa kazi mfawidhi mkoa wa Tabora Robert Nkungwe amesema kuwa awali maombi ya vibali walikuwa wakipokea mkononi, lakini sasa mtu anaweza kuomba vibali kwa njia ya mtandao. Maombi yalikuwa yanawasilishwa kwa njia ya nyaraka ngumu au hard copy, lakini baada ya mageuzi ya teknolojia sasa hivi waombaji kokote walipo wanaomba vibali kwa njia ya mtandao online. Kwa hiyo huu mpango umeanza kutekelezwa sasa hivi, tuna mwaka wa 3 ambapo muombaji yote mgeni sio lazima aende ofisi ya kazi na sio lazima aende Dodoma. Kokote alipo anaweza kuomba kwa njia au kwenye mfumo. Sasa hivi kama ulivyojua, ile kabla hapo ilikuwa inaleta urasimu, ilikuwa pia inaleta usumbufu, na mwisho ilikuwa inaleta manunguniko sana kwa jamii kuhusu maombi ya vibali. Kwa upande wake, mwanasheria wa serikali kutoka Tume kurekebisha sheria nchini Richard Mdee amesema sheria inamlinda mfanyakazi dhidi ya taarifa zake binafsi zisitoke hadharani. Sheria inamlinda mfanyakazi kuhusiana na taarifa zake zile binafsi, ikiwemo masuala ya mishahara pamoja na haki nyingine za msingi, ikiwemo mambo ya likizo, ajali kazini, mafao ya uzazi, tunasema maternity na paternity. Taarifa hizo zinatakiwa kulindwa zisitoke hadharani, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi, kumekuwa na udukuaji na mambo mengine kama hayo. Afisa mawasiliano kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA Consolata William amesema teknolojia imesaidia kurahisisha maombi mbalimbali ya leseni. Haina haja sasa ya mteja ambaye anaomba leseni kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania mpaka afike pale akiwa na makaratasi kama ilivyokuwa zamani. Kwa kupitia teknolojia, tunapokuwa tunatumia hizi teknolojia za kidigiti, nafahamu kwamba kila siku zinakuwa na maboresho, tunasema zile updates ambazo zinafanyika mara kwa mara. Sasa katika matumizi ya hii mifumo inatusaidia sasa kuweza kujua kwamba labda mfumo huu sasa hivi ulikuwa na uwezo wa kuchakata leseni 50 kwa siku, lakini update zinapofanyika labda kwa siku zinaweza zikafanyika zaidi ya hapo. Naye afisa mteknolojia mbobezi kutoka maabara zinazotoa huduma za tiba Samson Maka amesema kuwa teknolojia imeondoa ucheleweshaji wa kupata taarifa za kazi. Teknolojia zimerahisisha, kwa mfano mawasiliano, tuna simu, barua pepe, program kama WhatsApp na Zoom, ambapo watu wanaweza kuwasiliana papo hapo bila kujali umbali wao, na imeondoa ucheleweshaji pia wa taarifa hasa pale pa kazi. Lakini kuna kuendesha kazi kwa njia ya kompyuta. Program kama Microsoft Excel, Microsoft Word imerahisisha kuhifadhi kumbukumbu, kufanya hesabu na wakati mwingine kuandaa nyaraka kwa haraka kuliko njia ya awali ya kutumia karatasi. Mei Mosi kila mwaka wafanyakazi duniani wanasherehekea sikukuu ya wafanyakazi, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Fortina Mbawala, CGFM. Mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela ameitaka halmashauri ya manispaa ya Tabora kuwa na msawazo wa walimu waliopo maeneo ya karibu
ili kutatua tatizo la uhaba wa walimu wa kike kwenye baadhi ya shule. Mwandishi wetu Hussein Mshenga ana undani wa taarifa hii. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 3 ya mwaka, Wela amesema zoezi hilo linapaswa kufanyika kwa weledi ili kuepuka kuzalisha madeni ya uhamisho kwa walimu. Naweza kuangalia na nifahamu kwamba hiyo mipango mizuri ambayo tunaendelea nayo, lakini tutoe msisitizo kwenye hilo kwamba tufanye mtawazo kwenye maeneo yale ambayo tunadhani kwamba ni ya jirani, pengine ili kuepuka gharama, kwa sababu nafahamu kuhamisha mtumishi kutoka eneo moja kwenda lingine lazima tunajua kwamba kuna madeni ambayo mko nayo mnadaiwa mpaka sasa hivi na watumishi, lakini ili kuepuka sasa kuzalisha madeni mengine, tuangalie kwenye zile kata za jirani, pengine kama kuna uwezo wa kuhamisha pasina kuzalisha madeni, tufanye hivyo kwa sababu hata wenyewe ni shuhuda. Upendo Wela ameongeza kuwa wakati wa utekelezaji wa zoezi hilo, viongozi wanapaswa kutoa kipaumbele kwenye maeneo yenye uhitaji zaidi. Tuangalie pale ambapo tunaona kuna mahitaji makubwa, basi tufanye hivyo ili kuepusha ile changamoto ya watoto wetu basi kuwa na walimu wachache, lakini pengine kuwa na walimu ambao wa jinsia moja, kwa kwamba wakiwa na changamoto watashinda kujifikisha kwenye sehemu husika. Kwa sababu tunajua kwenye maeneo mengine inaonekana wapo walimu wengi, kwa msaada ili wale wale kule vijijini waweze kupata elimu ambayo wamekusudia kuipata. Awali akieleza juu ya changamoto hiyo katika kikao hicho, katibu wa madiwani wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye ni diwani wa kata ya Ng'ambo Adamu Ntilihungwa amesema kuna baadhi ya shule zinakosa kabisa walimu wa kike. Tukiwa kwenye kata yetu ya Ndevua, kwenye kitu kuna shule inaitwa Albasa. Kwenye kitu shule hii haina mwalimu wa kike. Kwa hiyo pia tunaona vijana ambavyo kuna changamoto kwenye shule hiyo, ambapo pia tunashauri kwamba apeleke mwalimu wa kike ili kujenga pia swala la maji katika mazingira ya shule hiyo ya Albasa. Akieleza msingi wa hoja hiyo, diwani wa kata ya Itonjanda Alphonse Shushi amesema wamekuwa wakipokea malalamiko kutoka kwa wazazi juu ya uwepo wa njia saidizi kwa wanafunzi wa kike. Nini kimenifanya kutoa hoja hiyo? Kwa pale ninaona kabisa pindi jinsia ya kike mwanafunzi atakapopata shida, basi namna ya kuweza kusaidika ili aweze kusaidika. Malalamiko yapo kutoka kwa wazazi kwamba kulikoni shule yetu ina walimu wa jinsia moja. Ndio maana ya kuwiwa sasa kuleta hoja kwenye baraza. Na nishukuru kwa kuwa mkurugenzi na timu yake yote jambo hili wamelipokea kwa mikono miwili, wameahidi watalifanyia kazi. Katika hatua nyingine, baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Tabora limewapongeza walimu na shule zilizofaulisha vizuri katika mitihani ya taifa mwaka 2025 baada ya kushika nafasi ya kwanza kimkoa katika matokeo ya kidato cha pili, cha 4 na cha 6. Hussein Mshenga, CGFM. Wanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Rudewa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Athmani Salum amekufa baada ya kushambuliwa na mamba katika mto Uwami. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Rudewa Batini Masudi Msabaha amesema kijana huyo mwenye umri wa miaka 16 alikuwa amekwenda kuvua samaki mtoni ndipo aliposhambuliwa na mamba. Ameongeza kuwa juhudi mbalimbali zilifanyika kutafuta mwili wake, lakini kilichopatikana ni kichwa pekee cha marehemu ambacho tayari kimezikwa. Kamati ya usalama ya wilaya ya Kilosa ikiongozwa na mwenyekiti wake ambaye pia ni mkuu wa wilaya Shaka Hamdu Shak imekwenda eneo la tukio na kuagiza kuwekwa kwa alama za tahadhari ili kuonesha uwepo wa mamba katika eneo hilo. Mkuu huyo wa wilaya pia amewataka wananchi kuwa makini wanapotumia au kuvuka mto Wami, akibainisha kuwa tayari taarifa zinaonyesha kuwepo kwa idadi kubwa ya mamba katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wafanyabiashara katika soko halmashauri ya Kaliua mkoani Tabora wameripoti kuimarika kwa shughuli za biashara kufuatia ongezeko kubwa la watu waliojitokeza kushiriki maadhimisho ya Mei Mosi iliyofanyika kimkoa wilayani humo. Kwa undani wa taarifa hii tujiunge na mwandishi wetu Christian Edward. Akizungumza na CGFM, mwenyekiti wa soko kuu la Relini Kaliua, Sheikh
Amiri Swalehe amesema kuwa msimu huu wa Mei Mosi umeleta mabadiliko chanya kwa wafanyabiashara, hasa wale wanaouza bidhaa za nafaka. Tuseme alhamdulillah, mashallah, asiyeshukuru kidogo basi kikubwa aweza kashukuru. Na sababu kuu nadhani kiangalia ndani ya biashara moja kwa moja kubadilika hii siku mbili ni kulingana na mwingiliano wa watu mbalimbali, kwa sababu tayari hii sikukuu ya Mei Mosi imechanganya baadhi ya vijiji vingi sana mpaka wilaya mpaka mkoa. Biashara zilizotoka kama nilivyokuambia za nafaka, cha kwanza ni mpunga, ima mchele, ima biliani. Hivyo ni vitu ambazo kwa kweli kwa siku ya leo alhamdulillah watu wamehemea vya kutosha. Amiri ameeleza kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la mauzo ya mazao mbalimbali ikiwemo mpunga, mchele, samaki na kuku, tofauti na ilivyo katika siku za kawaida. Kuna samaki wakubwa wanapatikana hapa ambao samaki satu ambaye mmoja tu anauza shilingi 10,015, na tayari nimeona tayari viongozi ambao wanasimamia tayari swala hili la Mei Mosi wametiririka moja kwa moja kuingia katika eneo kama hili kwenye bwawa hili kwenda kuchukua mboga ya moja kwa moja ya kuweza kuhitimisha swala hili, huku wengine wakitiririka kwenye masuala ya kuku ya maeneo hapa ya sokoni. Na bado tukienda kwenye upande wa kuku, naona upande wa kuku mwenyekiti wa uza kuku hapa namuona bwana Hamisi Manyuki, naona anachekelea, shavu limetoka. Kwa upande wake mwenyekiti wa uza kuku katika soko hilo Hamisi Manyuki amesema kuwa ndani ya siku mbili tu za maadhimisho wamefanikiwa kuuza zaidi ya kuku 300, jambo ambalo ni nadra kutokea katika kipindi cha kawaida. Kuanzia juzi, jana na leo utokaji umekuwa ni mkubwa sana kufuatana na hii tukio la siku ya wafanyakazi duniani, na hasa kitendo cha kufanyika wilaya ya Kaliua. Mzunguko umekuwa mkubwa sana. Kuanzia juzi tulikuwa tuna kuku kama vile 350, lakini mpaka leo tuna kuku kama vile 60 mpaka 50 kwa kuku ambazo zimebaki hapa sokoni. Wateja wetu wakubwa ni hapa Kaliua, sio wageni, ni wenyeji hapa Kaliua. Kwa mfano mama ntilia alikuwa anapika kuku moja kwa siku, kwa leo anakuambia anachukua kuku 3 mpaka 4 kwa sababu wa mahitaji wa chakula ni wengi. Pia mfanyabiashara wa mchele Mwaya Yasini amesema mahitaji ya mchele yameongezeka hususan kwa wafanyabiashara wa chakula wilayani humo. Kwa kweli tunashukuru, baada ya hizi siku 2-3 hizi soko la mchele limekuwa lina afadhali, mchele unatoka. Kwa kweli mwanzoni hali ilikuwa ngumu. Kwa siku tulikuwa tunauza labda kilo 30, kilo 50, lakini kwa sasa tunauza hata kilo 200, kilo 300 nauza kwa siku. Wateja wetu bwana wakubwa ni wajasiriamali tu, wadogo wenyewe ni matumizi ya nyumbani na kuuza kwenye vibanda vyao. Maadhimisho ya Mei Mosi ambayo huadhimishwa kila mwaka kama siku ya wafanyakazi duniani yameendelea kuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa biashara katika maeneo mbalimbali nchini kutokana na mikusanyiko mikubwa ya watu inayojitokeza kushiriki katika sherehe hizo. Christian Edward, CGFM. Nidhamu ya fedha ni msingi muhimu katika kufikia malengo ya kifedha, na sio lazima mtu awe na kipato kikubwa ili kuweza kuweka akiba. Taarifa zaidi na Stefania Lyson. Mtaalamu wa uchumi wa jijini Dar es Salaam Ali Kimo amesema tatizo kubwa kwa watu wengi sio kiwango cha kipato wanachopata, bali namna wanavyotumia fedha hizo bila kupanga matumizi. Fedha haitaka itoshe hata siku moja. Yaani ukisubiri wewe na fedha nyingi ndio uanze kuweka akiba, unaweza usifike huo wakati. Yaani wewe unapaswa kuwa na nidhamu angali wakati tunasema kipato hiki unachopata, angalia namna gani unaweza ukakipangilia katika mtindo ambao unaweza kukuletea tija zaidi. Kuna wale wanaotumia ile kanuni ya yule mwanamama mwanasiasa wa Marekani Elizabeth Warren ya 50-30-20. Sasa personal finance is personal, sio lazima utumie hizo percentages kwamba 50% mahitaji muhimu, 30 hata nikiakosa bado unaweza kuishi, 20% naweka akiba, yani kipato chako unavyokigawanya. Ameeleza kuwa hata watu wenye kipato kidogo wanaweza kufanikiwa kifedha iwapo watajenga tabia ya kuweka akiba na kuwekeza kwa malengo maalum badala ya kutumia fedha bila mpangilio. Sasa wewe unaweza kupangilia hizi asilimia kulingana unavyotaka, lakini kuna kitu unapaswa kujua. Ukiwa na nidhamu ya fedha itakusaidia hata unapopata fedha nyingi kuipeleka ile fedha yako kwenye eneo ambalo unataka kwenda. Hujawahi kuona wafanyakazi wawili wapo kwenye taasisi moja lakini walipwa mshahara mmoja, mwingine anajenga mwingine hajajenga? Wapo rafiki zangu wanafanya biashara ndogo ndogo kabisa, yani ana genge lake, anauza machungwa, anauza nyanya, lakini tayari ana nyumba pale Kitonga. Unapata tu picha kwamba mtu huyu ana nidhamu ya fedha imemfanya elekee huko. Na kuna mtu ni corporate kabisa, corporate analipwa vizuri, mshahara mzuri, lakini hana nyumba.
Mchumi huyo pia amesisitiza kuwa fedha hazitoshi kwa kila mtu, hivyo ni muhimu kwa kila mtu binafsi kuweka vipaumbele vya matumizi na kuacha matumizi yasiyo ya lazima ili kufikia ustawi wa kifedha. Kauli hiyo imetolewa wakati watu wengi wanafuata njia za kuboresha hali zao za kifedha, huku wataalamu wakisisitiza kuwa nidhamu ya matumizi na uwekaji wa akiba ni hatua ya msingi kuelekea mafanikio ya kiuchumi. Stefania Lyson, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudani Kusini kutoka 17,000 hadi 12,000 kwa lengo la kuzuia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Isaac Justin. Azimio hilo lililoandaliwa na Marekani limeidhinishwa kwa kura 13 bila pingamizi, huku Urusi na China zikijizuia kupiga kura. Azimio hilo limeongeza muda wa kikosi hicho cha kulinda amani nchini Sudani Kusini hadi Aprili mwaka kesho. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Watts amesema azimio hilo linalenga kurudisha kikosi hicho kwenye misingi yake ya awali ya kulinda amani, kuwalinda raia na kusaidia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Sudani Kusini ilijipatia uhuru mwaka 2011 na kutumbukia baadaye katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Isaac Justin, CGFM. Wanamgambo wa Kiislamu nchini Mali wametoa wito kwa nchi hiyo kuungana ili kuiondoa serikali ya kijeshi. Katika taarifa ya mtandaoni, kundi la kujihadi lenye uhusiano na Al-Qaeda wa JNIM limetaka vyama vya siasa, vikosi vya jeshi, makundi ya wanaotaka kujitenga na viongozi wa jadi kuungana dhidi ya serikali. Hali hiyo inakuja wakati mzingiro mkali unaimarishwa kuzunguka mji mkuu Bamako. Juzi kundi la JNIM lilionya kuwa hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia mjini humo. Kuna mashaka kuhusu imara wa serikali ya kijeshi ya Mali baada ya mashambulizi yaliyoratibiwa na wanamgambo wa kijihadi na wanaotaka kujitenga mwishoni mwa wiki, yaliyosababisha jeshi kupoteza udhibiti wa maeneo kadhaa muhimu ya kimkakati. Mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameua karibu watu 9 na kujeruhi wengine 23 wiki moja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mara nyingine tena tuungane na Isaac Justin. Jeshi la Israel limesema linalenga shabaha za Hezbollah kusini mwa Lebanon, huku likitoa amri kwa wananchi katika miji na vijiji 20 zaidi vya Lebanon kuhama makazi yao, ikionyesha kwamba mashambulizi zaidi yanakaribia. Kwa mujibu wa taarifa, watu 3 wameuawa eneo la Jebchit, 4 eneo la Toul na 2 katika eneo la Haruf katika milipuko ya mabomu ambayo pia imeharibu nyumba na miundombinu. Ndugu wa mmoja kati ya waliouawa kwenye shambulio hilo, Ali Gadbun, amesema baadhi yao wamekufa wakati wakijaribu kuokoa marafiki zao ambao wamejeruhiwa. Walimbeba yule mtu aliyejeruhiwa huku akilia, kisha adui huyu katili asiyekuwa na huruma akapiga mtu aliyejeruhiwa. Alifariki na vifo vingine 4 viliongezeka. Baada ya mtu mmoja kuokolewa, 5 waliuawa. Zaidi ya watu 2,500 wameuawa na 1.2 wamekimbia makazi yao nchini Lebanon tangu mapigano kuanza tena mwanzoni mwa Machi kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Isaac Justin, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali mkoani Tabora imesema teknolojia imeleta mageuzi na kupokea vibali vingi vya kazi. Wafanyabiashara katika halmashauri ya Kaliua mkoani Tabora wamesema wameimarika kwa shughuli za kibiashara kufuatia ongezeko kubwa la watu waliojitokeza kushiriki maadhimisho ya Mei Mosi yaliyofanyika kimkoa wilayani humo. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudani Kusini
kutoka 17,000 hadi 12,000 kwa lengo la kuzuia kurejesha kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe uliyekuwa ukifuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Winifrida Ngasa.